la leo, lakini pia lengo kubwa la leo ni kuhakikisha kwamba elimu ya juu ya uvuvi haramu, lakini pia na njia za uvuvi ambazo zinakubalika na zile ambazo hazikubaliki zinafikia kwa wavuvi. Hii ndiyo mada kuu ya leo, ambapo wavuvi walipata muda wa kutoa mawazo yao, lakini pia kuweza kushauri juu ya njia gani zitumike ili kuweza kukabiliana na matukio mbalimbali ambayo yanatokea kule baharini. Lakini sambamba na hilo, tuliweza pia kufanya wasilisho juu ya viumbe bahari ambao wamepigwa marufuku kuvuliwa. Hawa ni viumbe ambao wapo hatarini, kwa mfano jamii ya viumbe kama kasa na viumbe wengine. Ni viumbe ambao kwa vile wapo hatarini, serikali imeweka katazo la kuwavua na kuwakamata viumbe hawa, ambapo kwa kiasi fulani imeleta uelewa mkubwa kwa wavuvi, kwani mara nyingi wamekuwa wakikamata viumbe hawa, lakini tunapowashikilia katika doria zetu, mara nyingi wamekuwa wakidai kwamba hawaelewi, na hili ndio lengo kubwa katika mafunzo haya, kuhakikisha kwamba wavuvi wote wanakuwa na elimu, lakini atakayefanya awe anafanya kwamba, lakini siwepo sababu ya kwamba sambamba na hilo, hata hii dhana hii ya uhifadhi wa bahari imeweza kuwasilisha kwa upana wake na kwa wavuvi kuona kwamba hifadhi si tu kwamba wavuvi wanazuiwa kuvua, lakini wavuvi wataweza kuvua, lakini kwa kutumia njia endelevu na kuhakikisha kwamba tunazitunza rasilimali zetu, kuhakikisha kwamba tunamsaidia Mheshimiwa Rais katika dhana yake ya uchumi wa bluu. Sisi tuwe wadau mama katika kusaidia hii dhana ya uchumi wa bluu, kuona kwamba wavuvi wanavua kwa faida, lakini pia kipato chao kinaongezeka, lakini baadaye tuweze pia kukuza pato letu la taifa kupitia bahari zetu. Asante.